uzito, hata uzima, kadhalika mwanzi uliopondeka kamwe hata uvunja. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania. Hataniacha Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Najua mtetezi wangu ni mwema, mwenye huruma, mwingi wa rehema, asiyeyahesabu maovu ya watu. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania. Hataniacha Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Nakiri mimi mdhaifu kabisa, nimeanguka kulitii neno, lakini nitamuangukia Mwenyezi. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania. Hataniacha Bwana Yesu niangamie, atanipigania. Nanyi ndugu zangu wenu, niliyofanya sikuwapendeza, nisameheni, nichukulieni pia. Atanitupa Bwana Yesu milele yote, atanipigania. Hataniacha Bwana Yesu Linde mtoto wako, linde mtoto wako. Bariki Baba, bariki Baba. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, Maria mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Tukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na sasa na siku zote. Tukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote.
Pote nijapopita nakosesha amani, nachafua roho za watu kwa kinywa changu. Ulimi wangu unapoka ya kushangaza, nimevunja wengi nyoyo kwa maneno yangu. Ulimi unasifu tena walaani, nitakase niweze kuwa msafi tena. Ulimi unasifu tena walaani, nitakase niweze kuwa msafi tena. Ninajaribu kutenda yaliyo mazuri, lakini najikuta nimetenda kinyume. Ninakupazia sauti nzuri kwa nyimbo, yote haya ni kelele sababu ya dhambi. Bwana usijifiche, uvunje ukuta unaonizuia kuona uso wako. Bwana usijifiche, uvunje ukuta unaonizuia kuona uso wako. Kila kukicha mimi ninashangaza wengi, ninaeneza uvumi, fitina na chuki. Mafundisho yangu yote ni ya kujikweza, watu watambue mimi kuwa ni shujaa. Ninahubiri maji, mimi nanywa mvinyo, maneno yangu na matendo ni tofauti. Ninahubiri maji, mimi nanywa mvinyo, maneno yangu na matendo ni tofauti. Oneni Bwana kuniacha mimi mkiwa, mzigo huu ni mzito wanilemea. Mbona wewe Bwana wasimama mbali nami? Sogea karibu Bwana, univute kwako. Ghadhabu yako Bwana uniepushie, kumbuka ahadi yako na rehema zako. Ghadhabu yako Bwana uniepushie, kumbuka ahadi yako na rehema zako. Mama Bikira Maria, mama wa Mwokozi, kipenzi changu umsihi mwanao Yesu. Vidonda na majeraha nimemtonesha, naomba maridhiano kati yangu naye. Roho Mtakatifu uniimarishe, unisafirishe nifike huko mbinguni. Roho Mtakatifu uniimarishe, unisafirishe nifike huko mbinguni. Nimewekewa taji ya haki, nimevipika vita vilivyo vizuri, nimevipika vita
Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi. Awe pia na roho yako. Merenda mno. Amen. Tumejumuika hapa sote pamoja kwa heshima ya hawa tunaowapenda sana: Pius Chechi, Ernestridis Haoya, Nene Peter Lubulera. Khobakarishitsa mo kanisa litukholiamo byokhumanirikha khulukhuba khwikhoyeranga imani yabo. Tunajivunia imani yao. Tunakuja kumtolea Mungu shukrani kwa maisha yao, na tunajua sala yetu siku hii ya mwisho ni muhimu sana kwa hawa ndugu zetu waliotuacha. Bene shibanya na kuihonya ta wanategemea sala zetu, wanategemea huruma ya Mungu. Tunaomba pole kwa familia tuliyopoteza wapendwa wetu, na tunaomba pia Mwenyezi Mungu atujalie na sisi nguvu, sio tu ya kuvumilia msiba huu, lakini vile vile ya kuwa na hekima ya kuishi vizuri, manake kifo cha hawa kinatukumbusha kuhusu ufupi na uchache wa maisha yetu. Na wakaribisheni tuweze kuwa tumtolea Mungu ibada nzuri kwa sababu yao. Ndugu zangu mliopo hapa, naomba sasa tushirikiane kuombea hawa jamaa zetu Peter, Ernestridis na Pius walioaga dunia, wapate kusamehewa na kuondolewa dhambi zao. Mungu awapokee kwake mbinguni, waweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zao wote waliowatangulia. Nasi baada ya safari yetu hapa duniani tupatane nao katika uzima wa Mungu kule mbinguni. Tumuombe sasa Mungu wetu atutie nguvu ili tuweze kupokea msiba huu kwa imani kubwa. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetuonyesha njia inayoenda kwa Baba yetu mbinguni, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetayarisha makao yetu mapya katika nyumba ya Baba, Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Bwana Mungu, sikiliza sala zetu sisi tunaokuomba sana huruma yako kwa ajili ya watumishi wako Peter. Tunakuomba pia watazame watumishi wako hawa wanaoomboleza, wape nguvu ya kuvumilia msiba huu kwa imani. Tujalie na sisi sote tuliokutanika hapa tukutane nao siku moja mahala ambapo machozi yote kufutwa. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa. Mwenye dhambi Bwana, mimi ni mwenye dhambi Bwana, unioshe nitakase, niwe mweupe kabisa. Unioshe nitakase. Ndani mwangu umekuja daima, kuwa nami ni pendo lako. Ewe mpenzi mwenye utamu mwingi, ni mapendo, ni mapendo, ni mapendo ya moyo wangu, ni mapendo, ni
uliowahamisha hapa duniani, uwaweke katika amani na mwanga pamoja na watakatifu wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Amen. Kitakachofuata tutafanya maandamano ya kuingia kanisani. Tutaongozwa na wenye misalaba. Tutaomba watu fulani watusaidie kubeba zile meza.
sura ya 25 aya ya 6 au 7 mpaka 9. Somo lenyewe. Katika mlima huu Bwana wa majeshi atawaandalia mataifa yote karibu na nyama nono. Juu ya mlima huu ataharibu kifuniko kilivyo juu ya makabila yote na kitambaa kilichotandikwa juu ya mataifa yote. Ataharibu mauti hata milele. Bwana Mungu atapanguza machozi katika nyuso zote, ataondoa aibu ya taifa lake katika dunia yote, maana Bwana amesema hivi. Katika siku hiyo watasema, tazameni, huyu ndiye Mungu wetu, tulimtumainia ili atuokoe. Ndiye Bwana tuliyemtumainia, tushangilie na kumfurahia ukombozi wake. Neno la Bwana.
Injili ya Luka mlango wa 23. Mnamo saa 6 giza lilifunika nchi yote mpaka saa 9. Jua lilipatwa na giza na pazia la hekalu likapasuka katikati. Yesu akalia kwa sauti kubwa akisema, Ee Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Baada ya maneno hayo akakata roho. Kulikuwa na mtu jina lake Yosefu, mzee wa baraza, mtu mwema mwadilifu. Huyo alimwendea Pilato akamwomba mwili wa Yesu, akauteremsha, akauzungushia sanda, akauweka katika kaburi lililochongwa kwa mbali. Humo hakuwaizikwa mtu yeyote. Siku ya kwanza ya juma, asubuhi mapema, wanawake walikwenda kaburini wakipeleka manukato walivyoyatayarisha. Walikuta jiwe limepindishwa kutoka kaburini, wakaingia, lakini hawakuona mwili wa Bwana Yesu. Walipohangaika bado kwa ajili ya jambo hilo, watu wawili waliwakaribia ghafula, wakiwa wamevaa mavazi yanayong'aa. Kwa hofu wanawake walitazama chini. Hapo wale wakawaambia, kwa nini mnamtafuta yeye aliye mzima miongoni mwa wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Karibuni ndugu wa Kristo katika ibada hii tunayoifanya kwa heshima ya hawa ndugu zetu waliotuacha. Siku mbili zilizopita, mama mmoja aliyewapoteza watoto wake wawili, inasemekana kwa mikono ya yule waliyemwamini daktari anayedaiwa ya kwamba huenda aliwaua watoto wake. Mama wa watoto aliandika ujumbe kwenye vyombo vya kijamii akisema hivi, watoto wangu, inaniuma ya kuwa sikuweza kuwalinda, sikuweza kuwaokoa, na ya kwamba yule aliyemwamini zaidi ndiye aliyemwangamiza. Lakini naahidi nitawapigania hata katika mauti yenu, ili muweze kupata haki yenu. Maneno hayo yanaonyesha uchungu wa mama huyu aliyewazaa watoto, aliyetumaini kuwalea watoto wake hadi wawe watu wazima, lakini aliyewapoteza watoto wake inasemekana kupitia kwa mikono ya yule ambaye hakuwa idhania anaweza kwa sababu ya watoto wake kufa. Yule unayempenda na yule anayekutegemea, wakati unapokosa kumsaidia wakati wa mahitaji yake, binafsi unasikia uchungu. You feel that you betrayed the people you love when you are not present at their hour of need. Nunya na kuonya modo, Mungu likuponya, ura uchungu, Mungu mwendole nasa, na kubela jivi, shiwana na uponya.
labda kwa sababu hukuweza ama haukuamua. Nani anapenda kushindwa? Ni mzazi yupi ambaye anapenda kuonekana hajiwezi? Hata wakati ambapo hauna, unapenda kuweka sura inayoonyesha ya kwamba una uwezo. Huwezi kutaka kupata aibu inayoonyesha ya kwamba hauwezi. Nakumbuka katika utoto wangu, baba yangu mzazi alikuwa mwenye kupenda chanaa, na wakati mmoja akiwa ameenda katika ile kitongoji cha chanaa, vile ambavyo wale watu wa chanaa tulizoea shule wao wiki chanaa ndio pale zilizotaa wiki ya kujitama kutoka kwa Mungu kwa kweli kama uweze kuingia mbio chanaa naye. Wakati huo askari walipofika, baba yangu akawa miongoni mwa wale ambao mbio ziliwashinda na akashindwa, na askari wakawa wamemuomba pesa, naye akawa amemwambia pesa zipo nyumbani. Tulikuwa watoto wadogo, kaona leo saa 2 usiku baba ameletwa anatembea na watu. Alikuwa kubwana kuingia. Alipoingia katika nyumba akatuona sisi watoto tupo, mke wake yupo na yeye ndiye tegemeo letu. Baba akajaribu kuonyesha ya kwamba hapo ni kwake, hawezi kuharakisha, na akawa mkali kwa wale askari. Kawaambia hapa ni kwangu, hataki kupeleka mbio, mwache wafanyie kinataka mimi mwenyewe, hamwezi kuharakisha mbele ya bibi yangu. Na wale askari wakasirika, wakashikilia yeye nyuma, wakatia yeye mpigo na akatembelea vidole kutoka kwa nyumba. Ikawa wakati wa aibu kwake, kwa sababu nani huyu mzazi ambaye angependa aonekane mbele ya watoto, mbele ya mke, mbele ya mume, mbele ya wale wanaomtegemea kwamba hawezi. Aibu ni kitu kibaya. Unapojiona hauwezi, unasikia kana kwamba dunia imekwisha kwako. Ndio kwa Kristo. Ndio maana maishani tunajaribu kujibeba jinsi. When you have a man, unfortunately, religion, ikanisa, chini ya roho yote, ndio ikanisa nende kwa kanasai chini ya roho ile hauwezi ukawa mpenzi wa dini na masuala ya dini ikiwa wewe unalilalia yule mtu mkubwa, kwa sababu dini inakukumbusha kuhusu udogo wako. Dini inakukumbusha kwamba hauwezi, kuna yule anayeweza. Na hivyo basi, ikiwa wewe ndio unalilalia unaweza kila kitu, unaweza kufanya mzaha hata mambo ya dini, utakosa kusikiliza wale wanaokuelekeza katika mambo ya dini, kwa sababu wewe ni mtu mkubwa, wewe hauamini, ni wewe ndiye kusema. Kifo ni adui mkubwa wa binadamu, kwa sababu kifo hutukumbusha ya kwamba hatuwezi. Kifo ndicho kinatuletea aibu kubwa sana, kwa sababu hata yule aliye navyo, yule aliye na uweza, yule aliye na hekima, wakati kifo kinapofika hawezi kukirudisha nyuma. Na ndio sababu kifo kinakuwa adui wetu, wewe hauna control juu yake. Wenzangu, ndio maana yetu kwa sababu kifo hiki kinatukumbusha ya kwamba hatuwezi. Sababu kusicheshi alikuwa mzee ambaye alikuwa mgonjwa wa fulani, alikuwa mzee ambaye alikuwa na sheria zake, hizi watu wa nyumbani wanavyojua, alikuwa mzee wa sheria zake, alikuwa mzee ambaye alikuwa
amekaa karibu pale ambapo tunafanyia ibada na nyumbani kwake ni hapa na hapo, kama hapa na pale kwa baba. Lakini mzee ambaye mara nyingi amekaa pale nyumbani kwa kiti tu, sisi tufanye ibada yetu, kisha maliza labda tunaweza tukampitia kumwambia habari yako. Alikuwa ameketi tu hapo, labda kwa sababu alielewa ni ugonjwa, ama labda kwa sababu wakati mwingine hakuona mbona niende. Alijipenda jinsi alivyojipenda. Lakini baada ya kifo tunakuja kule kanisani, kwa sababu tunatambua kumbe sasa hatuwezi tukajisaidia, hatuwezi tukajisaidia tena. Tunamtegemea yule aliye na mamlaka, yule ambaye huruma yake pekee inamtosha. Hata ikiwa ilikuwa mapenzi yetu mzee huyu wakati wake ukifika, hakuna chochote tunachoweza kukifanya, na anakuwa anakutukumbusha kuhusu ubure na utupu wa vitu na vyombo vya ulimwengu. The death of Mzee Peter reminds us not just how worthless material wealth and prosperity could be when we have to face our God. Mama Ernestine Hawaya, tunastahili tuwe na embarrassment, tukuwe humiliated wakati tunawapoteza wale tunawapenda, because we discover there is nothing more we can do. They belong to God. Bwana Messiah. Kote mosa ulimani ya mina Messiah. Kufahamu hiyo inastahili turudishe chini. We must come down. Tukumbuke toto ulimani ya Messiah. Mawinche hizi winjiri mohote. Mwimanje hali Kristo ni hakuna mimi yosi mshibana vile. Tumesikia baada ya kusulubishwa giza ikaja, na katika saa 9 Kristo akagundua ya kwamba hakuna chochote atafanya, na hapo nataka inzi nenzanga moyo kwanja mahono koko mananza rikuta ya Yesu rialera haikuindishi lihenda lindishi mwenye mabali baloni bebe haribalana wakala kwa mtikasi tiapo, because they could not understand how Christ could die. Hatuwezi elewa mtu mkubwa wa mamlaka kama huyu anaweza kufa vipi. Wengi waliacha wakarudi makwao, maana kifo kilikuwa kimetokea. Sababu yetu ya kuwa na ibada hii wa Kristo ni kutukumbusha kwamba kumbe kuna matumaini. Baada ya Yesu kufa, wale waliokuwa wamepoteza matumaini walipoweza kudhihirisha aibu yao katika kaburi lake, tumeelezwa walikutana na malaika aliyemwambia, msimtafute aliye hai miongoni mwa wafu, mwana bondo ulimwendapo mwenye mafuta tamu. There is hope of life after our death. Baada ya Kristo hohota mshisondi maneno kuhudiri walamu wanasaya ila pani ni walola hamunishi walola kama Yesu ya radi Yesu ya yeye mmoja walinene tengulu tu mmoja. Jesus placed his trust in him who had the power to save him, says the letter to the Hebrews. Ingawa yeye mwenyewe alikuwa Mungu, alijinyenyekesha kiwango cha kusema, Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu.
At some point we must discover that we do not have it all. Which is it? Turudi nyuma kidogo, tusikilize wengine ili tuweze kuelekezwa. Moja kwa mfano, tukianza misa niliwaomba tu roho safi, ya kwamba nafasi iko nyingi na tunajua sheria vile zilivyo, na tunaomba tuketi tu vizuri. Na nikawaomba, nasema acha tuimbe nyimbo tukijaribu kuketi. Wengi tulikataa. Unyenyekevu ni mgumu. Just to allow yourself to be instructed. Yani mtu akueleze naomba fanya hivi and you follow. It is not easy. Because sometimes it is we issue instructions. We cannot be issued to. But there is a purpose. Because there is somebody responsible. I am accountable to some people. Ndio maana ninaomba. But then I can be defined. You can choose to define. Kwa nini? Kwa sababu hauoni maana. Ndugu watu wa Mungu, aibu ya kifo inatukumbusha tusiponyenyekea kiasi ya kukubali ya kwamba tuko chini ya ulinzi wa mtu, then we shall lose ourselves completely. Wimbo katikati ulikuwa na maneno haya sana, Bwana na kuinulia roho yangu. Na katika ile sala akasema, Mungu usikie sauti yangu ninapokulilia, unijibu nisije nikaharibika. Anayeweza kuondoa aibu yetu ni Mwenyezi Mungu. The one who can make it possible for you and remove your shame is the Lord your God. But you must listen to him. Lazima tukubali kusikiliza ili atuondolee aibu. Na aibu hii Mungu anaweza kutuondolea kupitia kwa mwanawe mpenzi, alivyosema kuhusu Yesu, this is my son in whom I am pleased, listen to him. No lazima huni nitawe, we will make your shame. Tunarekalele aibu kero uju ne kunyo kuonishita uju wana sai mwenye Roma. That is when we shall remove our shame. Ya kwamba tumemsikiliza yeye aliyetumwa. Wakati yule mtoto mpotevu alikataa kumsikiliza baba yake, akachukua mali yake kutoroka, alienda katika aibu. But the moment he realized I am in shame, na akatamani kupata heshima yake, alisema I will return to my father. Nitamsikiliza baba yangu. Na hapo ndipo aibu yake iliondolewa. Alivishwa mavazi mapya, akapewa pete, akapewa viatu, akapewa jina lake likarudishwa. Yeye mwenyewe alisema heri niwe mfanyakazi, lakini akasema wewe, akaambiwa wewe ni mwana, wewe ni mrithi. Brothers and sisters, there is no alternative to listening to God. We have no alternative, we have no choice. Lazima tumsikilize Mwenyezi Mungu. Shita kwa ile siku ya kuna sai. Tuombe hekima ya kuweka matumaini yetu kwa Mwenyezi Mungu. Na watakieni matano mazuri. Tunapoomboleza kwa ndugu zetu, Mungu amjalie kila muombolezaji, kila mwanafamilia, kila rafiki, kila jirani, kila atakayekuja kwetu. Mungu atujalie neema ya unyenyekevu, wote tutambue binadamu wetu. Tunapozungumza kwa mazuri na kwa mabaya, wote tutambue binadamu wetu. Tusije tukajidhania tumekuwa miungu. Na Mwenyezi Mungu awaweke miongoni mwa watakatifu na wateule wao. Hawa ndugu zetu waliosafirishwa kwa ajili ya ubatizo na kupakwa mafuta matakatifu. Ee Bwana, tunakuomba wapokee mbinguni hawa ndugu zetu walioshiriki karamu ya mwili na damu yako. Ee Bwana, tunakuomba tusali kwa ajili ya wale
kuzitakasa kwa Roho wako, ili zigeuke kuwa mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Usiku ule alipotolewa, yeye mwenyewe alitwaa mkate, akakushukuru, akakutukuza, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Akashukuru, akakutukuza, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Yeye atufanya sisi tuwe kwako sadaka ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako Bikira Maria mwenye heri, mume wake mwenye heri Yusufu, na mitume na mashahidi wako wenye heri, na watakatifu wote ambao daima wanatuombea kwako. Tunakuomba Bwana, sadaka hii kufananisha nao ilete amani na wokovu duniani kote. Imarishie kanisa lako imani na mapendo hapa duniani, yaani mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Yusufu, maaskofu na watumishi wako wote, pamoja na taifa lako lote. Usikilize kwa wema sala ya jamaa hii iliyo hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wakumbuke watumishi wako Mzee Petro Lubulela, Mzee Pius Ichechi na Mama Ernestine Haoya, uliowaita kwako kutoka dunia hii kwa kuwa walishiriki kifo cha Kristo kwa ubatizo. Wajalie washiriki pia ufufuko wake. Siku ya ufufuko Kristo ataifananisha miili yetu na mwili wake mtukufu. Pia wapokee katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia katika hali ya neema, nasi tunatumainia kujawa na utukufu milele katika ufalme wako, ndipo utakapofuta machozi yetu yote. Maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na kukusifu bila mwisho. Utujalie hayo kwa njia wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika
Children,
example, we serve and the service is to and on side, and you know, maybe you are wakia kwa na familia Peter, kwa sababu Peter ni yule mmoja ambaye alikuza hii swali la neno and he has succeeded many ways. Kwa mambo ya dini nisaidia, mambo ya roho nisaidia, mambo ya kijamii nisaidia, na mambo ya kiuchumi nisaidia, na wazo mengi. I have really lost. Mimi binafsi nimepoteza sana sababu alikuwa mshauri wangu mkuu. Sometimes that was a priest. And some people we go to who can lead us. He was one. He was one. So kwangu vizuri, lakini kama padri naomboleza kama yule anajua kwamba huyu anafanya kazi yake vizuri na Mungu atamsawadi. Takuwa nitaendeleza sana ili watoto wa Peter kama mnaweza kufuata mwenendo wake, he conducted himself with a lot of dignity, and how I wish to follow the same. He was a calm person, he was a controlled person, and above all, he was an admirable person. So if we can follow those qualities that he had, I think we shall live well. As I say, let us conduct ourselves with dignity the way he carried himself. Controlled person, calm person, and admirable person. So, kwa njia yake tuweze kuishi vizuri na letu kwa amen. Ili najua tuombea mno tuweze kuomba Mungu aweze kuwezesha Peter na awe mahali pema ili ngumu so Mungu awe mimi naitwa Tadela Ikadi Raibu. Nilitaka taso vijana wadogo taso hiyo kwa pamoja na shia familia ya Peter saa za wakati huu na wakati mwingine wote. Raya milele kuwa mbele kwa mzee wa wakati. na kisha siku ya kesho tuweze kuwa na ibada ya maziko. Ninaomba tu kuwakumbusheni, nafikiri Jumapili iliyopita tulisomewa katika ibada ya misa barua ya ushauri ya Baba Askofu kwa mapadri, maparoko, kwa viongozi wa Parish Council, kwa viongozi wa mashirika na kwa Wakristo wote. Naomba tu kuwakumbusheni
Pius na Chris. Katika safari ya mwisho hapa duniani, Mungu aliwajalia maisha duniani, na sasa anawaita ili awape maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mimi nao ndugu zetu katika uzima wa milele na utawala wako, wapate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wote daima. Amen.
chini. Ngoja. Bora usianguke. Unajua haina hapa. zilizopita ili wakasoma mistari jinsoni ya mantari damu hawa ni mambo ya mahana na mambo ya jirani ya imani ya imani inene malika kama malika sasa kwenye wimbo huu wimbo wa Yosefu Mungu mlinzi wake Mariamu mema mengi yako leo tumefahamu, mlinde mtoto wako, mlinde mtoto wako, mlinde mtoto wako, akija radhi kwetu ashukia kwako, hana haya kwa watu, ila nyumba yako mlinde mtoto wako, mlinde mtoto wako,
bandani mwa wanyama. Uliye mlinda mama, mlinde mtoto wako, mlinde, mlinde, mlinde mtoto wako, mlinde, mlinde, mlinde mtoto wako. Kamlisha yake Mwokozi, mlinde mtoto wako, mlinde, mlinde, mlinde mtoto wako, mlinde, mlinde askari mtoto Yesu wako. Ulimchukua Misri, mlinde mtoto wako, mlinde, mlinde, mlinde mtoto wako, mlinde, mlinde, mlinde mtoto wako. Yosefu mnyenyekevu, mlinde mtoto wako, mlinde, mlinde, mlinde mtoto wako, mlinde, mlinde, mlinde mtoto wako. Tate wali mwikolo Nina yoyire Rwamwe ubise Wale nyakora nasi mwara mwikolo Ukolele lulele Ukoleshere bibiero Mwana uzakoshira mwakonana Wakurira msuliza mwakonana wosi mwekimeki msalama Nina yatata imana Mwatakiko Alamaruli wanyi Bari kala kukona mbele msahale wala mkuu alimwengeni, lakini kama kuona huko watu wengi tutamweka hapo kwanza, tukiwa wachache ndio tutampeleka hapo, kwa sababu pia kuweka hapa kwanza waombolezaji wamuone. Weke vizuri isianguke. Balance. Na kama mama au baba hakuna yule asilimia hamu ndo msiku na luki sasa sana shida mshibo alipigia ushauri amejoko anamaika kwa yai wewe ndibida huyo Ida huyo wamanya kujama angani. Ida huyo yamanya ipacha upasi nguvu yamanya. As you much solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. For the union we shall never be divided. We shall never be divided. We shall never be divided. The union makes
bonds are strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. Thank you very much. May the old man. Viongozi watakuja hapa baada ya hiyo. Kuhusu Lebuno. Mirembe Gandhi. Mirembe Jepita. Bwana weru orera kuiname. Orera kuiname. Peter Lugera. Lea Manya Union. Bana Ndabu Union. Oyendra Ulai. Asante kwa Mukamba. Wananga Patrick Bonama. Kiongozi wa walimu Ileo Division. Asante. Paul. Mosi. Mirembe Gandhi. Kutubu wala pole kwa familia, pole kwa bari mlivosi. Unionists are great educationists. May his soul rest in eternal peace. Poleni familia. Waombolezaji wote na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hamjambo. Hamjambo tena. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mmoja wa wale wamefiliwa. Huyu ni Anko pale ambapo nimefika. Wakina David Mulindi nyakati zile ambazo tulikuwa tujazaliwa. Kaeni limegarama. Kwa majina ni Clement Kamwene Mate, former treasurer Kakamega district, which is now Kakamega County. Nataka kusema kwa ufupi, the bereaved family, I want to say pole. We have come here to join in charge of programs and the projects. School representatives, Jamhuri up to school. This was Peter's brain. Leo umekuja hapa mbele ya wenzako. Kesho Secretary General yetu atakuwa hapa na viongozi wote na walimu wote. We shall send our message very clearly tomorrow. Asante. Sisi kusema maneno mingi. Mimi wakati Lugera amekuja nyumbani, tumekuwa tukikaa naye hapa mara nyingi, na kwa matanga zote za hapo Kakamega East tumekuwa tukiwa na yeye. Kwa hiyo katibu katika kaunti yetu ya Kakamega, viongozi wote na wenye boma ajili ya huu mzima. Lakini kabla ya kusema ama kusema neno moja ama mawili, wacha nilete dada yangu naye aseme kidogo ili nimalizishe na maneno yetu yote itakuwa kesho. Familia, wenzangu wote ambao tumekuja kuomboleza na familia hii. Jina langu ni Emily Mito. Mimi ndio msimamizi wa wamama walimu wote Western Region, National Executive Council representing gender. Ningependa kusema pole kwa hii familia. I am a personal friend kwa hii familia kwa sababu ya mama Modesta Akaki. Yeye ni rafiki yangu sana wa dhati. Tumekuwa hapa juzi tukimzika dada yake na tumerudi tena kumzika mzee. Nasema pole kwa familia, na mengi tutasema kesho wakati ambapo tutakuwa tunamalizia maneno ya huyu mzee ambaye ni shujaa wa chama chetu cha NAT. Asante. Asante madamini. Ili ningependa kusema maneno machache. Jambo la kwanza, ningependa kuambia familia pole. Pole sana. A hero has fallen. A hero has fallen. Yet we are celebrating life of a great pastor. I want to tell you today, we shall not come here tomorrow. Chairman, Secretary of the County, we appreciate you having gotten involved in arranging the situation up to where it is. We appreciate you, our grassroots leadership, in this particular county. Viongozi wote wenye mmeketi huko, kila jambo lenye mmefanya kusaidia haya matanga kufika kiwango hiki, iwe ni maombi, iwe ni kuleta kiti ama chochote, kwa niaba ya ofisi kuu ya chama cha walimu, ningependa kusema shukrani. Asante na tuendelee.